Hapa tupo New JKT, wanasema Suma New JKT Pub Mivinjeni hapa jijini Dar es Salaam, sehemu moja kutoka Kurasini. Tumemfuata mtu mmoja wa mpira, mtu mmoja wa kandanda, anaitwa Simba Ulaya. Mambo vipi damu yangu? Bwana safi kakangu, safi kama kawaida yangu. Naitwa Moses Amblos Zidane wa Mblati zote zile unazojua, zile Santos kule kwa kina Mama Parties wa Kisiu Sadarubea, ukija huku Mblati Gine kwa kina Jeshi Dara Kuliamba kote kule mpaka Mianzini, ukija Mblati Moto kule kwa kina Ali Chande wenye Yanga mbovu wale kote kule kwangu mimi yani. Unatamba kama kawaida yangu, mzee wa pasi milioni, Simba sio kuku na Simba nyatiwi. Sisi tumefurahi sana kuwa hapa na tumepokea mapokeo mazuri. Tangu tulikotoka kule tukiulizia bwana kwa Simba Ulaya, imekuwa ni rahisi sana kufika hapa kwako. Kwanza tunataka tujue maarufu umeupataje, lakini pili nataka nijue Zidane wa plati zote, zamani ushawahi kugusa kandanda wewe bwana Simba Ulaya, au tunazungumzia tu mpira wewe? Kaka bwana, mimi kuhusu swala kwamba jinsi ulivyonitafuta sehemu zote na jinsi ninavyojulikana katika Simba, mimi ndani ya Simba niko muda mrefu sana na Simba naijua vizuri tulikotoka na tunakokwendea sasa hivi. Kwa hiyo nilikuwa nahisi tu kwamba mbele ya safari iko siku tu Simba itakuja kuwa Simba Ulaya. Ndio maana slogan yangu mimi ikawa Simba ya Ulaya, na matokeo yake ile kitu ya Ulaya ndio hiyo ambayo sasa hivi imekuja tena kuonekana kwamba ya Ulaya. Na kuhusu swala la Zidane Zizu, kaka, swala la Zidane Zizu, ujue Zidane anajulikana jinsi uchezaji wake wa mpira na mambo yake ile, hata sasa hivi yuko kwenye mambo ya kocha. Mimi mambo mengi sana, wakubwa walionizidi umri uwasiwadharau na wadogo vile vile uwasiwadharau. Mtu mwenye tatizo la aina yoyote akiniuliza mimi wanajua jinsi ya kumwelewesha kwamba swala hili linatakiwa tufanye moja, tufanye mbili, tufanye tatu. Kwa mfano kama kuna ile swala la hili la sasa hivi lilotokea kuhusu swala la mama wanasema aongeze mshahara. Mimi nimewaambia watu kutokana na burudani ya Simba haina haja kuongeza mshahara, kwa sababu Simba yenyewe tu inaleta burudani tosha. Sisi wenyewe tuna enjoy na tunapata burudani ya hatari, na kama siku zote nakwambia ni Simba hatari, watu walikuwa wanafanya masiala na matokeo sasa hivi watu wanaona Simba kweli ya hatari, na kweli ni hatari. Na isitoshe kaka, Simba ni imara kama vile unavyoona mbingu. Ushasikia mbingu inatoboka? Mbingu haitoboki, mbingu iko sawa sawa. Ndio kama unavyoona Simba ilivyokuwa sasa hivi. Haiwezekani mwana. Haiwezekani, hakuna kabisa haiwezekani. Na ile slogan yangu mimi kwamba Simba sio kuku. Simba hata kama anafungwa, ujue hiyo mechi yani imekuwa ngumu kupita maelezo, lakini hizo mechi za kawaida hizi Simba anakuwa sio kuku hata siku moja, na kila mtu anajua kwamba Simba anyatiwi na Simba sio kuku kaka. Kichwa cha nyoka si unajuaga kibebi mzigo. Mara nyingi tumekuwa tunakutana uwanjani mara baada ya mchezo kumalizika, lakini au mchezo unaendelea. Leo nataka tuzungumze vizuri. Umesema wewe Simba upo kipindi kirefu na unaifahamu zaidi Simba. Nataka nijue historia yako kiufupi ndani ya Simba. Ulianzaje kuipenda Simba kwanza tangu ulivyokuwa mdogo, na vitu gani ambavyo Simba, kikosi gani ambacho wewe unakikumbuka zaidi ndani ya Simba mpaka hivi leo? Bwana, mimi katika nimeanza kuwa na akili sasa, ndo na sasa naanza kuijua sasa hii Simba. Ilikuwa kwenye mwaka 80, mitaa yetu ile ya Mblati, ile mtaa kwa masista ule, tulikuwa tuna mwenyekiti wa Simba alikuwa anaitwa Imani ile Makaidi. Ilikuwa Simba ikimfungaga Yanga, yule mkewe alikuwa na troti mtaani kote, na sisi tukua wadogo tuna troti naye mitaa yote ile ya Mblati ile tangu tukua wadogo ile. Kwa hiyo nilitokea kuipenda kupita maelezo kipindi kile, na kule kwetu kule Shoka kule Mblati kule kwa Shoka kwa Jongo kule kulikuwa kuna fullback namba 3 anaitwa Mohamed Kajole. Ukija huko Magomeni Mapipo, huko Magomeni Kondoa kulikuwa kuna mtu mmoja namba 2 yetu alikuwa anaitwa Daudi Salum Bruce Lee. Ukija Golindo kulikuwa kuna kina Maazi pamoja na kina Mambo sasa. Wakina Alumwitu, wakina Tolu. Hao ndio walisababisha mimi nitokee kuipenda timu yetu, kwa sababu ndani ya Simba kama Simba nilivutiwa kwa kitu ambacho tulifungwa sisi na Mufulira Wanderers goli 4 bila pale ule uwanja wa Shamba la Bibi.
na uhuru hapo. Uhuru. Na unaposikia neno shamba la bibi, sisi Simba ndio tulikuwa tunapata matokeo pale kila mechi sana sana za kimataifa mpaka za ligi. Kwa hiyo sisi tukienda pale tunajua kama tunaenda shamba la bibi kwenda kupata matokeo. Sisi ndio sisi Simba Sports walile neno shamba la bibi. Na isitoshe Simba si ndio timu ya kwanza kuvaa jezi. Na ukiangalia masuala ya jezi zamani ilikuwa sio mchezo. Kwa hiyo nikajikuta na mimi timu inavaa jezi, inavaa viatu, hamna mtu anaocheza sio kidari kiko wazi, nikaona hii ndio timu ya kuipenda mimi. Na kweli wakati huo wenzenu wanavaa bado wanacheza kitumbo wazi maana yake. Ilikuwa wale zetu walianza tumbo wazi na sio wale mpaka timu yetu ya taifa sisi kuna mechi moja sikumbuki nafikiri si na Sudani nini ilikuwa pale pale. Nafikiri si shamba la bibi. Watu walishacheza pale kidali wazi pale nafikiri ilikuwa kidali wazi. Kwa hivyo vitu vyote nakumbuka, yani Simba wale Waarabu wale Simba kina Luwei wale jinsi mazingira walikuwa wanawekea Simba walikuja kusababisha sisi wengine wote tupende design ile ya kuvaa nguo, kuvaa viatu, tukasema style ya wenzetu hii tofauti, ngoja sisi tuwe nao, na matokeo yake ndio mpaka leo mimi bado ni kule Simba ile kisawa sawa. Na hii ya sasa hivi ndo kama anavyokuambieni ninavyoona mbele ya safari, siku zote nawaambiaga watu huko unavyoona mimi mbele ya safari upo uwezekano sisi wa kupata kituo chetu cha afya, yani hospitali yetu nzuri, kupata ndege yetu moja nzuri, yani kila mwana Simba ajulikane kwamba sisi ndo Tanzania. Maana sasa hivi ukitaka kujua nembo ya Tanzania ni Simba Sports. Unaona hata mama yetu Mama Samia sasa hivi kilemba chake rangi gani kile unachoona kokote anakokwenda. Yeye anapiga nyekundu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba anajua kwamba Simba ni kitu gani. Sisi hatupati tabu sana sana kujitambulisha. Wewe nchi yote ukiongelea Simba unajulikana Simba. Simba kokote kule unakokwenda unajulikana ni Simba. Na isitoshe kaka, kama sasa hivi kuelekea kwa mfano mpambano wa jamaa zetu, wao sasa hivi kukutana nao kuuliza mnatufunga goli ngapi? Mnatufunga goli ngapi? Yani wao ndo wanawauliza sasa. Wanatuuliza, na mimi tuangalie hiyo mechi tucheze kwa style gani, na wengi sio walikuwa wanapenda kuniuliza mimi, wewe style yako hii kwa nini unapenda kutumia neno Suma JKT New Plan B, ambapo ndo hapa tupo hapa tunaona kwamba hapa ndo tu kumbe unavyoitwa. Kaka, mimi mpaka hapa nimeamua kusema kwamba hapa ndo paitwe pange Simba itue na style yetu ya Suma JKT New Plan B. Kuna baadhi ya watu ambao nikaa nao nikiwasikiliza maongezi yao. Kwa mfano yupo bosi wangu mmoja anaitwa Blaza Grant, yeye yuko Kipata pamoja na Kongo. Blaza Grant maelezo yake tu anasema Simba ili tufanikiwe wachezaji wote lazima washikamane. Yani usimjue namba 2 nani, namba 3 nani. Yani wote wacheze kama kitu kimoja. Na Suma hiyo ndo style ambayo wanayo. Kila mtu anapambana. Ukija hata watu wote wale hata Blaza Grant mmoja hata vijana wake familia yake yote ukiangalia wale kina Jamali wale Msambasi kutoka Lushoto, ukija ukimwangalia Victor Kipeba, Ustazi Yusuf, wote yani ni kitu kimoja, familia moja. Wakina Mustafa wale wote ni kitu kimoja, yani unaona kabisa jinsi wanavyopambana. Ndio Suma wote wanapambana. Ukisikia majengo aina yote sasa hivi Suma wapo. Ukienda sijui uwanja wa ndege Suma utakuta. Uwanja wa Taifa pale Suma utakuta. Kwa hiyo kaka, mimi kama mimi kwanza namshukuru sana Blaza Grant kwa jinsi alivyokuwa maelezo yake, mimi nikajengea hoja nikasema hapa piga hii ngoma Suma JKT New Plan B Simba. Nilibatika kuonana na Matola, ngamba Matola style Simba ili tufanikiwe. Unajua Matola ni mtu wa mpira. Na ukiangalia Matola hata yule Gomez yule pale kocha tulikuwa naye vile vile naye mpira na uelewa ni yule pale kocha, basi tukaja hata kwetu, lakini yule Eseli atakaja akawe kocha hata Man City kule hata Liverpool, lakini sisi kutokana na tajiri yetu mawe aliyokuwa naye, yani marundo alikuwa naye, ni fedha alizokuwa nazo, kamsawishi yule, kamteka Sudani, tuko naye hapa mazingira yetu ya Tanzania. Sisi tunapata burudani kama kawaida ile pale, nafikia watu wote wanaona burudani ile inayopatikana ndani ya Simba Sports Club. Nikusikiliza katika maongezi yako mengi hapo Simba Ulaya, nimekusikiliza vizuri kwamba kwa maana hiyo unamaanisha Simba ni wabunifu, kwa maana nyinyi ndio mlianzisha ile Simba shamba la bibi, kwa maana hilo jina, kwa maana ya kupata matokeo zaidi pale kuliko labda timu nyingine yoyote. Na ukilinganisha sasa hivi katika kimataifa kwamba nyinyi mnaongozwa kwa kupata matokeo zaidi katika dimba la Mkapa labda unaweza kusema. Kwa hiyo unataka uniambie hii inakuwa ina maana gani kwa Simba zaidi? Nyinyi mnakuwa ndio waanzilishi wa vitu, wenzenu wanafuata, kwa maana mnakuwa mnajisifia hivyo mara nyingi, labda mmeanzisha Simba Day, mmeanzisha labda kuvaa jezi, kupanda ndege na vitu vingine kama hivi. Kaka, unajua ndio maana wasisi wetu wale walioanzisha ile Simba waliweka ile neno nguvu ya umoja. Kwa hiyo bila umoja hakuna mafanikio ya aina yoyote.
Simba kinachotusaidia sisi sasa hivi tuko katika nguvu ya umoja. Tuko katika nguvu ya umoja. Mimi huwezi ukaamini, nashangaa tu watu wengine si namba zangu wamezipata wapi. Watu wanatoka Songea huko wa Simba wanavyoona tu jinsi ninavyoongea wanakuwa wanalizika, kina Joel Ngongi, wakina Ninki kutoka Moshi, wakina engineer Ruben Matalu wanalizika na mimi jinsi wakiniona ninavyoongea kwenye media. Hata Roma Mkatoliki pia naye anakukubali sana. Roma si mjanja, Roma mjanja, pamoja yuko mbali kwa wenzetu kule. Roma anajua, unajua watu wanashindwa kuelewa katika wanamuziki, mimi naelewa. Roma mistari yake sije kuona hata siku amekosea. Ujue mtu anapoongea neno wewe lifuatilie ile neno lina maana gani. Kwa hiyo Roma mistari yake mimi kwa kweli ananifresha sana katika mashabiki wake wa Roma Mkatoliki, na mimi mwenyewe vile vile nimo, na mimi si Moses Mkatoliki. Mimi Moses Mkatoliki, parokia yangu ile pale kwa Faza Kasemo Mblati na Bitegeko ndo parokia yangu ile pale. Kwa nisikia neno Mkatoliki kidogo kuna kitu ambacho ninachokisikia kakaangu. Hayo yote tuyaache. Pili nikikwambia kaka, kulikia kwenye mechi ya watani wetu hawa watani wetu hawa Kidimbu FC hawa, kama kuna uwezekano kwenye game wasije uwanjani. Nini mbona unakuwa unawatisha hivyo? Kwa nini wasije uwanjani wakati wako vizuri, wana wachezaji wazuri, wapo katika kiwango, wakina Kalinyo, Zentabozunkiza sasa hivi, kwa nini wasije? Kaka, unajua wale wenzetu watakuja uwanjani kama vile unavyoona timu ya kawaida labda inavyotoka kucheza kama na Barcelona. Ujue sisi kwa hazi tulikuwa nayo sasa hivi ni kama timu moja kubwa, yani kama dude fulani kubwa namna hii. Kwa hiyo wao watakuja wakiwa kama ni kitu fulani kidogodogo kinataka kuja kishindane na kitu kimoja kikubwa kama vile sungura, kama amkabe tembo namna hii. Sasa kwa mantikio nilibahatika mimi kwenda mazoezini. Jinsi nilivyoangalia yale mazoezi hiyo, maana yake umeenda mazoezi ya Simba. Kaka, mimi ninavyokuambia ni Simba hatari, nyinyi mnafanya masiala. Nilibahatika mimi kumuona yule kocha makipa yule Brazili usiku kazima taa, alafu ana mbegu za ubuyu anamrushia Aishi Manula kwenye kiza. Cha kushangaza anawasha taa, Aishi Manula mbegu zote zile kazidaka. Usiniambie bwana. Aishi Manula atakuwa anadaka mpaka upepo wenyewe anafanya masiala. Zile mbegu zilikuwa kama 15, Aishi Manula anarushiwa kwenye kiza. Ngoja labda watu wanaweza wasiwe wameelewa vizuri. Maana yake kaekwa kwenye chumba, alafu zinarushwa mbegu za ubuyu kwenye giza. Lakini wamekuja kuwasha taa, maana yake haipo hata mbegu moja imepita. Hakuna hata moja ilikopo chini. Aishi Manula zote kazidaka, na siku zote mimi sinakwambieni kwa timu hii inacheza mpira kwa eneo la aina yoyote hiyo, juu ya bahari uwezo huo upo, kwenye anga upo, popote pale Simba inacheza mpira. Na siku zote nakwambieni mimi kwamba napokwambieni kwamba Simba hanyatiwi, wenyewe ndio mnafafa masiala. Nikaja kumwangalia Onyango yule, ilikuwa ninachukua vitofali vile vya kilo kadhaa, ataweza kumkaba Tuisila Kisinda. Yule unajua Tuisila Kisinda watu wanashindwa kuelewa. Unajua Gomez, Tuisila Kisinda yule kwa mfano, kuna ule Mzimbabwe wetu yule ashaangalia uchezaji wake, kashaangalia timu nzima jinsi inavyocheza. Yule Tuisila Kisinda kama Tuisila Kisinda, hamtuamini siku anaweza kusema labda kuna kitu labda kimemtokea. Kocha wetu anajua yule adhibitiwe kwa staili gani. Na mechi yao hali tunajua tucheze kwa staili gani. Na ukija kuangalia kama ule Onyango kaka, ule Onyango kuingia na kikosi, alafu huko unasimulia kidogo kwamba itakuwaje labda Onyango Kapombe hivi. Watu wanataka wapate test yako bwana. Hii kwa mfano kama mimi nakumbuka ile kipindi ile 2000 na kadhaa ile ilikuwa kwa mfano timu ile kama inataka kukopi kidogo na kupest ile ilikuwa Gere Simba golini Kaseja 2 Cholo 3 Mafuta 4 Kevin Onda 4 Sentafu Nyoso 6 Mafisango 7 Uru na Machaku 8 Mwenye Kazi Moto 9 Sunzu 10 Bobani na Kiemba 11 Bandolo Kui Kapombe Mkude na Ndemla. Machipkizi ndio anachukia kocha Milovani kaka. Hiyo Simba ndio kama naiona kama ina kopi kwa hii, lakini hii ni hatari. Kwa mfano ukiangalia yule Aishi Manula ambaye mikono yake unaona anadaka mpaka upepo. Ukija ukiangalia huyu Kapombe, ukiangalia Kapombe kwa mfano mimi unikiangalia kwa mfano kwa wenzetu hawana kipa kama Aishi Manula. Ukija ukiangalia namba 2 kama Kapombe wale hawana. Ukija ukiangalia kama namba 3 ile dogo Mohamed Hussein Zimbwe, mtoto mstaarabu aliyotulia, alielelewa katika mazingira yale ya Kiafrika asilia. Ukija ukiangalia pale OCD ambaye mimi napenda kumuita huyu nani
Pascoal yule ni IGP. Pascoal ni IGP. Osidini huyo Onyango huyo. Ambaye juzi nilimkuta anarushiwa vipande vya tofali, akawa anaviweka kifuani, vingine anavipiga piga miguuni namna hii. Alafu vingine vinapigwa kichwani, anavipiga mpaka vinapasuka. Nikasema ili hatari vipande vya matofali. Vipande vya matofali nikasema mtu nusu chuma. Kaka hatari. Ndio maana nikasema kumbe mimi nilikuwa nasema kwamba huyu nusu mtu nusu chuma, kumbe kweli, kumbe style yenyewe ndio hii. Nilijificha bila wenyewe kuona kwamba wanazima kifuani ile. Hatari kaka. Kile kifua hatari. Yaani kinatulia, akina pressure ina yote. Ukija ukiangalia kwa mfano kama jomba wawa yule wao OCD yule hatari. Wao IGP yule choo chake sawa na silo manake. Sasa ukija kuangalia huyu DPP ambaye yeye anatulia, anaangalia kuna matatizo gani. DPP ni Elasto Nyoni. Mimi napenda kumuita Baba Tariq yule pale. Ni mtu ambaye aliotulia, ni mzoefu wa mpira, anajua kitu chochote cha kufanya. Ukija ukiangalia miguu ya chuma Tadeo Luanga, kadiri muda unavyoondoka yeye anazidi kuwa na nguvu za hatari za ajabu. Ukija ukiangalia huko Konde Boy kama Laide Luis Menino Mozambicano, ili jina la Luis Luise. Unajua Luise ni wa Kongomani. Yule kwa vile ni Frelimo ndio maana unasikia kileno ile Luis Menino, yani Luis Camarade, yani Camarade Luis Mixune Menino Mozambicano, yani ni kijana wa kutoka Msumbiji. Ukija ukiangalia huyu wakili msomi, ukija ukiangalia uchama fundi, nakumbuka kidogo kama huyu nani Amistobias Gagarino, vitu alivyokuwa kivifanya ndio namuona Chama ndo anaelekea mle, lakini Gagarino kazidiwa na uchama huyu sijapata kuona. Yani sijapata kuona. Mimi mara nyingi nikionaga Chama mechi anacheza pale mpira lakini Yanga wenyewe wanazungumza kwamba wachezaji wakubwa kama wakina Mixon, wakina Chama inakofika kama kwenye dabi wanakuwa perform sana. Ukiacha kwenye ile dabi labda ambao walifungwa goli 4. Kaka, unajua wenzetu wanaishi maisha kwa kalili, na hata Simba zangu nataka niwaambie wasiishi kwa maisha ya kukalili. Wakae waelewe Simba hii ni tofauti kupita maelezo. Tulizoea sisi miaka ya zamani, tukienda kule kwa Waarabu tunapigika kiulaini, tunapigwa 5, tunapigwa 6, tunapigwa ngapi. Wewe umeona ile juzi pale tunacheza na Waarabu wale, yule kipa wale Waarabu anakwenda kumuuliza refari baada kama Lady Luis kugonga besela ile. Aligonga nguzo ile. Nginja. Kurudi namna yule kipa anampigia kelele refari. Wewe refa vipi? Kwa nini unawaachia mpaka wanakuja? Sasa refa akamwambia sasa mimi nifanye nini? Mimi mwenyewe hao ndio mpira, hao ndivyo walivyo namna hii. Na sasa hivi kama kawaida yetu tena so pass tena milioni. Sasa hivi mipasi, unajua mipasi ni mingi, so tena pasi milioni, sasa hivi mipasi. Kwa hiyo nachokuambia kaka, kwa timu niliyokuwa naye mimi, mchezaji mmoja baada ya mwingine kwa wenzetu. Hawana wachezaji kwa staili hiyo. Kwa mfano si mchezaji mmoja tu nakwambia, Aishi Manula kwa wenzetu uko nani? Ukija Kapombe wenzetu nani? Zimbwe nani wenzetu? Onyango pale wana nani? Wao wana nani? Ukija yule pale Tadeo Luanga wana nani? Hawana watu kama hawapo. Ukija ukiangalia kama Luis yule pale wana nani? Wakili msomi wana nani? Sisi tuna watu, ukiangalia B52, Chris Mugalu, Mwishimba, mtu ya watu, mtu ya Kongo, mtu mkubwa. So yake na Gaspar Masawe. Tuna watu sisi ambao wanajua kabisa Simba sisi tunahitaji nini. Sasa hivi ukiwa pale uwanjani kama mwana Simba, una tabu. Unatulia tu unaangalia zako game huku na chati tu. Una pressure sana ukisikia kelele unajua tayari 3, 2 ndio maisha tulozoea. Ndio maisha tulozoea na Simba sasa hivi. Hakuna mnyonge sasa hivi. Simba Ulaya, Simba amekuwa akicheza labda mechi ambazo na timu ambazo zinatumia zaidi nguvu, tuseme kama Prisons zenye matumizi makubwa ya nguvu, amekuwa kidogo kwamba anashindwa kucheza ule mpira wake. Lakini ukilinganisha na Yanga naye ambaye anapenda kutumia mpira wa force, ambapo kutumia mpira wa nguvu zaidi kama wana kukimbia zaidi, kwamba Simba amekuwa akipata shida, na watu wengi ndo wanaamini kwamba kama game hii Simba itaenda kuwagea ugumu hivyo, ukilinganisha na watu kama wakina Yakuba sasa hivi wamekuwa na kasi zaidi, wakina Tuisila, wakina Sapong pale mbele, wakina Ditram Nchimbi, kwamba kama watawasumbua. Wewe ukitizama kwa uzoefu wako na Simba yako unavyoitizama, unadhani kwamba watawasumbua? Kaka, unajua usipate tabu sana. Unajua Simba kila mechi wanacheza kwa staili ambayo wanayohitaji wao wenyewe. Umeelewa ndugu yangu? Kwa mfano
kitu kimoja tu rahisi. Unajua mimi na watu ambao mpira wanauelewa vizuri kabisa, kama rafiki yangu Allen Paz. Mpira anauelewa sana, tena sana kupita maelezo. Kaka, mimi ninachotaka nikwambie hivyo, kwa mfano swali jepesi tu nikitaka kukuuliza hivyo, kwa mfano ule Tadeu Luanga, nguvu alizokuwa nazo kwa wale jamaa zetu, nani mwenye nguvu kama Tadeu Luanga? Wacha hivyo, ukija kuangalia miguu ya chuma huyu hapa huyu ndugu yangu OCD huyu hapa nani Onyango, wale wana mtu kama ule pale. Yule Onyango kwanza, unajua sisi sasa hivi hatutaki kutumia nguvu kubwa sana. Wakitaka kutumia nguvu, wachezaji sisi wa nguvu tunao. Nguvu za aina yote sisi tunao, lakini sisi wenyewe yale tushachana nao, mipira ya nguvu sisi tushachana nayo. Sisi tunachotaka, unachukua mpira unaachia, unampa mwenzako, ndio mpira si ulozoea, ndio tunataka burudani. Yani mpira soft, hata umwembamba vipi tunaucheza mpira, utaki kutumia miguvu ya ajabu, utafikiri kama vile unabeba magunia vile, kama kwa ndugu zangu wale watandale au pale Mlati sokoni. Mpira una nguvu kaka, mpira taratibu tu, mpira soft. Unajua mpira una njia zake. Na Simba sasa hivi ukiangalia dada yetu Babla, siku zote anakuambia ni mpira sayansi. Na sisi huko ndo tunakokwendea kwenye mpira sayansi. Hatutumii nguvu kubwa sana. Ukija sana unapigwa tobo. Hivyo kama Chama umlete maguvu ya nini? Sino matokeo yake watakuja kuzalilika kaka. Sisi kaka tu mpira tunao. Hii mivinjeni. Nao ndugu zangu mimi wakina Liama, wakina Evans, wakina John wa Kulasini veterani hao. Ukikaa nao namna hii unapata madini kabisa kwamba Simba sasa hivi, ndio maana siku zote nawaambiaga watu Simba miji ninavyoiangalia kwa sasa hivi, hakuna timu yote sisi ya kuizuia. Na ndio maana Simba kama Simba nyoka siku zote sinaambiaga baby kwenye tenga, na kaka siku zote nakwambieni nyinyi mlikuwa mnafanya masiala. Licha hivyo sisi wale Zambia tena wamekamilika mfulira Wandalazi, mashindano makubwa kama haya wametupiga sisi hapa 4-0. Tumeenda kwao rais wao wenyewe wameingia bure tu uwanjani, wamejazana, tumewapiga sisi 5-0. Hiyo ni Simba kaka, hakuna timu yote ambayo ishafanya vitu kama hivyo. Kwa mimi ninachokuambia kuhusu swala la nguvu, Simba uwezo wa nguvu wanao, kila kitu wanao. Ndio maana sisi tuna nembo yetu, nguvu ya umoja. Sisi vitu vyote hivyo tunavyo kaka. Simu yako nadhani inaita hapo, na hiyo ni sauti ya mtangazaji mmoja mkubwa inaonyesha la 5. Kwa nini umeamua kuweka huo mlio? Hii ndo stare yangu mimi kaka, kama unavyoniona sina stare yote unayojua mimi zaidi ya Simba. Simba Sports, yani mimi Simba kweli, yani tena Simba kweli. Simba inapopata matokeo mabaya, mimi kwa kweli huwa nakuwa mnyonge kupita maelezo, nakuwa mnyonge kupita maelezo kaka yangu. Kwa hiyo mimi ndo nyimbo zangu hiyo unasikia la 5. Kwa la 5 hapo interview yako mara unaongea. Kaka mimi la 5 naweza nikaiseti hapa nikachukua ugali mkavu nikala. Kwa hiyo la 5 mimi nakula ugali. La 5 mimi nakula ugali. La 5 nakula ugali mpaka namaliza ugali. Msipige tena hata 6 ili uweke tena nyingine. Maana hiyo ni muda mrefu 5. Wale jamaa zetu wasipokuwa makini, wasipotuheshimu watazalilika. Waje kwa kutuheshimu. Wakija kwamba kwa kutudharau, wakutuchukulia kawaida, watakula za kutosha kakangu, watakula za kutosha. Yani watuheshimu, waje kwa kutuheshimu. Wasipokuja na heshima, maana ukikaa nao hata wenyewe wanakuambia. Na mimi mjomba wangu mmoja niko naye maeneo haya Salum Sound, huyo siku zote tunaambia bwana mjomba, bwana naomba bwana msitupige nyingi, mjomba naomba tusipige nyingi. Nikawa namwambia nenda kwa jamaa zako waambie waje kwa heshima. Wakija kwa dharau itakula kwao. Wakija kwa dharau itakuja kwao. Hii Simba ni nyingine kabisa, tofauti na Simba zote ambazo mimi nilibahatika kuziona. Mimi sijai kuona Mwarabu bingwa kabisa wa Afrika unacheza naye, yeye anaomba mpira uishe tena kwake. Mimi sijai kuona. Kongo wale pale tunapiga sisi nje ndani. Ndio maana nakwambia siku zote kaka, Simba hii watu walikuwa wanafanya masiala. Sasa hivi ndo kila mtu sasa hivi kashaanza kunielewa mimi kile nilichokuwa nakiwaambia kwamba Simba ya Ulaya. Na Simba sio kuku wakawa wanachukulia masiala. Simba anyatiwi wakawa wanachukulia masiala. Sasa hivi watu washapata majibu. Simba Ulaya. Yes. Tunaenda kwenye mechi kubwa, Dar es Salaam Derby, Kariakoo Derby, vyovyote ambavyo unaweza kuita, watani wa jadi. Mchezo wenye hadhi zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Ahadi yako kuelekea katika huo mchezo wa tarehe 8 Simba Ulaya, watu wanataka kukusikia bwana, mimi natoa ahadi fulani, ama wewe unaionaje? Ukichungulia ahadi gani ambayo unaweza kuitoa Simba Ulaya? Mimi cha kusema sana sina, isipokuwa tukuelekea mechi. Kama jamaa zangu mimi watanifunga kabisa,
kihalali, kusiwe na matatizo yale ajabu ajabu, yani kama miaka mingine inatokea mara si penalty refa si aone hana macho si nini, hapo sawa. Kama wamenifunga kihalali, mimi na nchi yenyewe hii, mimi nahama nchi yenyewe, nahama. Tayari nishaongea na rafiki yangu Bakari Semtumbi wa Migration kwamba mimi bwana hapa nahama kama nitafungwa, na nishaongea tena na bosi wangu Grant, bwana hapa tukifungwa kihalali na wajamaa mimi kila kitu, na bosi Grant hana masiala hata kidogo, yuko vizuri brother Grant huyo, kipata na Kongo mtu ya watu mtu mkubwa. Grant ndio huyo alomleta baba Kinyeke nini, yule anaitwa Vincent Kalisekenyeki pale Nyekelela pale Mkatakei Vaba, ile dolidoli brother Grant alitumia gharama zake yeye mwenyewe, kutokana na mimi jinsi ninavyokubalika na baadhi ya watu. Alitumia dola zake kadhaa kumleta yule kapanda ndege yule kutoka Scotland kwa kina Ali Manoni na ndugu yake Alima Manoni, hao wako Scotland. Alitumia gharama zake kwa hapa wale ndio akaleta kwa gharama zake. Sasa hivi yule Palisekenyeke Vincent Palisekenyeke pale Nyekelela, yule brother Grant amempeleka shopping moja ya hatari sana Dubai. Hapa ataingia Ijumaa jioni, amekwenda shopping Dubai kwa ajili ya mapambo na nini, kwa ajili ya hiyo mechi atakuwa shughuli ya dabi, na atakuwa pamoja na Jose Kiloboto dogo wangu yuko Mawenzi huko kwa brother Grant, naye ndio amesafiri nayo kaka. Nataka nifahamu sasa Simba Ulaya, maana tunakuona kwenye mpira nini, na tumekuja ofisini kwako. Safi, kwanza hongera, unajishughulisha, ni mtu ambaye unajishughulisha na shughuli zako, lakini nataka nifahamu una familia, na kama una familia labda mke na watoto wangapi? Bana, mimi na mke na watoto watatu. Na mke na watoto watatu, wote wanawake. Kuna Janet, kuna Solomon pamoja na Eliza. Wote ni kuwa na watoto wa kike. Wote najivunia watoto wa kike. Unaona hata nchi yenyewe tena inaongozwa na mwanamke hapa sasa hivi. Kwa hiyo usije ukashangaa nao katika mmoja hapo naye akaja kuwa rais. Ndio vipi ni kwa upande wa ushabiki wao ni mnyama au kuna mmoja anaokupinga? Aisee, hatari, yani hao wote wanapenda Simba kuliko maelezo ya aina yoyote. Yani hivi nilivyo hapa na deni moja kubwa sana nililoahidi kwamba mnyama akipata matokeo kila mtu ana laki moja yake. Hivyo nadaiwa 300,000 hapa. Mama vipi, mbona mama kama umemagua? Watoto wale kwanza, unajua wale watoto wakitia ubani wale, lolote pale linapatikana kakaangu. Lolote linapatikana, na bila kumsahau ustazi wangu Yusufu, huyo mara nyingi zake dua yeye anapatikana kipata na Kongo hapo. Ustazi wangu Yusufu mara nyingi tunakutana sana klabu pale kwa kina Mudi Mchewa pamoja na Ibla mtoto wa Kitanga. Pale ndo kijiwe changu kikubwa, lazima mimi kila siku kwanza lazima niripoti klabu. Nikiripoti klabu kwanza nafika ofisini kwa mkubwa pale Grant pale, napata maneno mawili matatu, ndo nakuja Port View pale kwenye mabendera mengi, manake mimi ndo mwana Simba pekee ambaye inamiliki bendera nyingi kuliko mwana Simba aina yoyote. Na niko ngapi zile pale bendera pale kwa wiki niliweka tu 7 tu, siko 7. Na isitoshe mimi ndo mtu pekee ambaye nilisema kifo cha JPM John Pombe Magufuli, nafikiri mlionaga kuna bango linaandika RIP JPM chuma cha Afrika. Nafikiri watu wengi leo waliliona, na nilisema mimi bendera zangu zitapanda kwenye siku 40. Mungu si Asumani, siku 40 mimi niko kileleni. Kwa hiyo nimepandisha bendera juu nikiwa naongoza ligi. Kwa hiyo sasa hivi niko pale juu nakula kiyoyozi kizuri tu bila shaka aina yoyote. Kwa hiyo kaka yangu mimi bwana, Simba ile kisawasawa, familia yangu Simba kisawasawa tena kupita maelezo. Mimi ni Mkatoliki. Sasa kwa nini sasa watoto wako hao wasiwe balozi? Maana tumeona watoto wengine wanapewa ubalozi, na kama wewe baba yao ni mshabiki kindakindaki wa Simba ambaye sasa hivi tuseme watu wanakufuatilia zaidi, kwa maana kwa nini uone hivyo, labda uongee na viongozi watoto wako wao hata mabalozi wa Simba? Hamna, unajua nikwambie kitu kimoja, unajua viongozi wetu wa Simba kwa mfano, itakuwa ni ajabu sana mimi nianze kumwambia Mo sijui mwanangu mpe ubalozi sijui na nini. Mo unajua anafanya kazi moja kubwa sana kupita maelezo. Viongozi wetu nao wanafanya kazi kubwa sana, mtendaji mkuu wa klabu wote wanafanya kazi kubwa sana. Yaani sisi wana Simba kinachotakiwa sisi kama sisi tutumie kwa nguvu zetu wenyewe, twende uwanjani kwa hela zetu wenyewe. Tusikae maisha yale kutegemea viongozi. Ukae wewe mtegemee kiongozi. Yeye kiongozi anatuletea burudani kama ile, usajili anafanya mkubwa wanafanya mambo makubwa kama yale. Wewe ukae sasa hivi ukae mkono shavuni kama stendi ya baskeli wapi na wapi. Tujitume, kila mtu ajitume kwa jinsi anavyoweza, tutafute riziki kwa uwezo unavyopatikana.
tusiwe maisha yale kutegemea viongozi, kwamba eti wewe uende kwa kiongozi si ukamchanje si ukamfanyia nini. Kila mtu apambane kwa staili yake, tutafute hela zetu, twende uwanjani tukachangie timu yetu. Simba sasa hivi shabadilika, hata kwenye nembo yetu si unaona mnyama sasa hivi mnyama kama mkubwa, si unaona alivyochachama namna yeye, ana hasira tofauti na yule Simba zamani alikuwa kama kichwa chake kidogodogo namna hii. Huyu sasa hivi ana uchu kwa kichwa chake kidogodogo namna hii. Sasa hivi huyu hapa ana uchu, lolote yeye analiona mbele anakuwa na mzuka nalo namna hii. Kwa hiyo haya yote wamefanya viongozi wetu. Huyu hatari siku zote. Mimi sinaambiaga tu kwa fafa masiala kaka, bila kuambiaga watu Simba hii hatari, wao wanachukulia masiala. Simba pasi milioni. Sasa hivi sio pasi, mipasi. Mipasi milioni na upuuzi. Kwa hiyo kakaangu, mimi ninavyokuambia siku zote hii Simba, mimi hapa nashukuru Mungu, na kadiri siku zinavyokwenda na enjoy. Naweza nikakaa kutwa nzima mimi, kwa mfano nikiwa na mtu akiletea habari za Simba, sina haja ya kula chakula. Unakula chakula ili iweje? Simba yenyewe tayari msosi ile pale. Ni kama nimekuambia, mama mwenyewe hana haja ya kuongeza mshahara. Mshahara wa nini? Hii burudani anatupa Simba, mama anaongeza mshahara tena wa nini? Hamna matatizo. Hamna matatizo kakaangu. Sisi tunapata burudani sasa hivi. Hivyo mipasi tunaopiga Simba Sports, kwani wenzetu hataki kupiga mipasi ile? Wale uwezo kupiga pasi 6 hawana. Pasi 7 hawana. Wewe timu inapiga pasi karibu milioni. Kalawa analocheza linaitwaje lile kitaalamu yani? Lile mimi naona si nini sijui, hata sielewelewi yani, hata sijaelewa wenyewe, lakini wanajua staili yao. Mimi kwa Tanzania timu ambayo najua inacheza pasi mpaka kabisa mwenyewe mimi nakuwa nasikia raha ni wale Kagera. Wale Kagera bwana sio siri, wale pasi wanajua kupiga pasi. Hadi una enjoy yani, hawana miguvu ile ajabu. Yani mpira wanacheza vizuri tu, wanacheza vizuri. Wale Kagera basi tu, lakini Kagera wale kama angekuwa na wale, lakini ndio hivyo tu, uwezo wao huwezi kufanisha na Simba. Maana Simba unajua limekuwa kama dude fulani zito kubwa sana yani, kama kitu gani vile yani. Kwa kumalizia Simba Ulaya, comment nyingi ambazo watu wanakuwa na comment wanasema bwana jamaa ana busara sana. Nataka nijue katika makuzi yako busara umezipata wapi? Namna unavyozungumza watu wanakuwa wanakufurahia, wanapenda. Busara unapata wapi? Bwana kaka, unajua sisi tumezoea mazingira mblati yale, tumezoea mazingira yale ya nizamu. Sisi unajua timu yetu zamani kabisa mblati ilikuwa inaitwa Mantaline. Sisi timu yetu shamtoa Riziki Shawa yule pale, shamtoa Hasani Emedi, shamtoa Juma Chirumba kuchezea Simba, zote wamekuja Simba Sports. Nafikiri mnakumbuka ile Malindi watu tunanganya pointi sisi kwa ajili ya Hasani Emedi yule pale. Kwa hiyo sisi mazingira yetu yale ya mblati ile tulikuwa tumelelewa katika mazingira ya upendo fulani, amani. Ukiangalia sisi tuna nyumba ya amani na furaha kule, wanaishi watoto yatima, tuna parokia yetu takatifu pale Mblati. Kwa hiyo tumezoea yani, tumelelewa yale mazingira yale ya kiupendo. Na sisi zamani ilikuwa kwa mfano Simba hivi labda tumemfunga Yanga, hata maneno yetu alikuwa na busara, sio kama yale ajabu. Mimi ndo sasa hivi nashangaa tu watu wanapigana tu uwanjani, wanachana na jezi. Ule ni ushamba tu. Wewe mtu kama kaja wa Yanga, kaja upande wako na natakiwa uwaambie, maana mashabiki kesho kutwa inakuwa dabi, wengine wanachukulia kama uhasama vile. Wale waacha sawa, waache wafanye, maana wale sio watu wa mpira kivile. Sisi kwa vile ni watu wa mpira. Ukiona mtu kaja upande wetu sisi wa Simba kama ni wa Yanga, unamwelekeza nyewe upande wenu ule kule, sio mkunje umpige umchanie nguo zake. Ile kwa kweli inakuwa sio staarabu. Sisi wa zamani sisi ilikuwa tunaeleweshana pale shamba la bibi, mtu akija unamwelewesha nyewe kakae upande ule. Wengine tulikuwa tunajichanganya, si watu wa Dar es Salaam wengi tulikuwa tunajuana wote sisi pamoja kaka. Tofauti na wale toka siku hizi huko, basi wamekuwa wababe ndo wao. Hii tabia sio nzuri. Hata Simba wenzangu wengine nawaambiaga, mkiona mtu wa Yanga basi tu unaweza tu mbona ukakaa naye, hawana madhara sasa hivi wenzetu wale, hawana tatizo lolote wale, kama joka la kibisa sasa hivi hawana issue aina yote. Kwa hiyo mimi nashangaa tu wanavyopigana nao, wanavyogombana nao, maisha yako vile. Hata sisi wengine, mimi kwa mfano mdogo wangu wa mwisho anapenda sana Yanga, lakini utakuta najitahidi sana kumbembeleza, lakini ndio hivyo kaingia cha kike. Sasa utafanyaje? Unafanya kumuonea huruma cha kike. Kaingia cha kike kakaangu. Kwa unafanya kumuonea huruma nini? Na mdogo wangu mimi kabisa napenda sana Yanga mpaka anachanganyikiwa. Huyu anaitwa Galus Ambrose, kachukua jina la babu mzaa mama. Yaani hadi namuonea huruma. Sasa nitafanyaje? Ndio mdogo wangu anafundisha Kiingereza sehemu fulani hivi. Sio vizuri kuitaja. Anafundisha watu wakubwa tu, anafundisha lugha ya Kiingereza, yani kwa wale wasiojua Kiingereza, yeye ndo teacher wao. Unaweza? Mimi tena unajua tena sema kwa vile ndo rais wetu marehemu apendi sana tu tunaongeongezo lugha za wenzetu, unaonekana kama kupata viwili bwana kuelekea kwenye dabi, yani tu uwaambie tu mashabiki bwana, mnatakiwa mjae pale kwa Mkapa pale.
Mimi sana sana hapo bwana, cha kusema lugha za wenzetu tunaonekana kama utumwa. Ndio maana hata ile Simba utakuta kwa mfano, kama sijapenda kuandika ile big national yani taifa kubwa, mimi nimeandika tu Kiswahili taifa kubwa. Simba nimeandika kama kaida Simba, sikutaka kuandika Lion nini. Sikutaka ile kwamba nionekane kama mimi tofauti yani. Kama hapa visit Tanzania. Hiyo tumeweka si karibu Tanzania. Hii si sawa, karibu Tanzania sio mbaya, lakini ni wakubwa wetu. Unajua sasa hivi sisi tunapaa sana, tuna mambo mwewe tu, tofauti na miaka ile ya zamani ile. Sasa hivi tukienda kokote pale tunapata na habari nilizozipata kwamba timu ya Man City ilikuwa inamhitaji naye kocha wetu Gomez baada ya kesi kwa Darosa Gomez, lakini ninavyomjua Mo hawezi kumwachia kama watu walivyokuwa wanamtaka Shabalala. Si nikwambia ile goli la Shabalala hatari yake. Ile goli la Shabalala kile kimbunga kile sikilikuja kile kinaitwa nini? Kimbunga Jojo Puneli, sio mimi nakitaga Jojo Puneli sio kile. Si unajua tena. Kwa hiyo kile ushwa kile kimbunga, na istoshe sisi Simba kama Simba asilimia kubwa sana sisi tumekale mazingira ya kiarabu kindindi kidogo kwa mbalimbali, sio kizunguzungu sana. Ndio maana unajua utakuta tuanza kuongea ile kushne babuji hamsa kwa vile kwa arabu, lakini hizo lugha za Kiingereza kivile salasa. Kaka, unajua mimi nitaka nikwambie kitu kimoja. Sisi wote ni Watanzania, na kama kweli sisi wote ni Watanzania, tuzingatie kwanza utanzania wetu na tuzidi kupendana kama vile Suma JKT wanavyopendana. Suma ujue niliamua mimi kusema Suma JKT New Plan B kutokana na wana kiongozi wao mmoja pale poti pale anaitwa Malwa. Yule jamaa anapenda sana umoja, anaweza ataka kukutea, anasisitiza sana umoja. Kwa hiyo nachowaambia mimi wana Simba, tuendeleze umoja. Wale walikopo mikoani wote mwenye ubani wake afanye ubani wake. Wale Waislamu wale waende siku kwenye ibada na waendelee na swaumu. Wale Simba wenzangu wote wa maeneo ya Mlati, pale Mlati pale kwetu, mazingira yetu nafikiri yanaeleweka. Huo ndo ujumbe wangu kwa wana Simba wote wa pale Mlati. Pana kanisa pale linajengwa Simlati, mkatoe chochote mlichokuwa nacho, kanisa lile liendelee kwa Faza Kasembo na Bitegeko pale, mkawachangie kwenye lile kanisa. Miaka zamani tulikuwa tunachangiwa na wenzetu wa nje, lakini sasa hivi tujitoe sisi wenyewe. Na wengine mfike pale Mlati Mianzini, pana msikiti pale unakarabatiwa kwa mjomba Mtepa pale. Chochote mlichokuwa nacho mkatole msikiti uendelee. Kwa Waislamu waendelee kwenye ibada na sisi wa Kristo tuendelee kwenye ibada. Bila ibada hatutotoboa. Mungu ndo kila kitu. Sisi tumebahatika kupata Mungu. Sasa kwenye dabi kuna Mungu, watu wanasema kuna tamaduni, masuala ya kuweka Simba Ulaya. Nini ulaola? Sasa kama unafanya ulaola, Konde Boy tumemleta sisi wa nini? Chama tumemleta sisi wa nini? Wakili Msome tumemleta sisi wa nini? Tunatoa hela nyingi kuhusu chama kwa ajili ya nini? Hizi imani zilikuwepo na vitabu vinasema zipo hizi imani, lakini kwa sisi wengine uwezo kazinani sana. Sisi tunaamini Mungu wetu. Kwa mfano kama mimi naamini Mungu wangu aliumba mbingu na nchi. Mimi ni muumini Mkatoliki mzuri tu, na nashukuru Mungu. Tena ndugu yangu, nachoomba tu wachezaji wangu wapambane. Mimi Mungu kama anapenda akiniweka hai mpaka wiki ijayo kuanzia tarehe 14 natimiza miaka 9 ya kuingia kanisani Jumapili zile kwa mwezi, si Jumapili 4 miezi miwili Jumapili 8. Sasa mimi zile zimefika miaka 9 kamili bila kuacha hata Jumapili moja. Saa 12 na robo kamili misa imeanza, mimi niko kanisani. Na ni miaka 9 na nusu ya kuto kunywa pombe, kilevi cha aina yoyote. Zamani ulikuwa unatumia pombe? Nilikuwa napiga ile kitu, lakini baada ya kifo cha Mutesa Mafisango Patrick nikiangalia alikuwa ametoka kwenye starehe. Nilivyokwenda kwenye eneo la ajali pale VETA, tulipokwenda kumwaga kule Chang'ombe, nilivyoangalia ile mazingira, mimi nikaamua niachane kitu. Na nashukuru na gavana wangu mmoja anaitwa Arnold Tailo naye. Kwa hiyo kwa kisa cha Patrick Mutesa Mafisango, kwa sababu alipata ajali akiwa amelewa, kwa hiyo ilikupa funzo na ukaweza kuacha pombe? Nikaacha kabisa, nikaona Mutesa jinsi alivyokuwa anacheza mpira. Maana Mutesa bwana, acheni jamani. Kwanza nashukuru sana kipindi kile tulikuwa tuna Godfrey Nyange Liki Kaburu, ndo alibadilishana
wale walimchukua Umudi, sisi tukamchukua Mutesa ule pale. Mutesa bwana alikuwa fundi. Mutesa alikuwa anaujua sana mpira. Yaani Mutesa, yani Mungu bwana amweke tu pema peponi. Mutesa alikuwa ni mashine. Mimi nikutokea kumpenda sana Mafisango, nilitokea kumpenda sana Mafisango kupita maelezo. Kifo cha Mutesa ndio kilichosababisha mimi mpaka leo hii sinywi pombe ya aina yoyote ndani ya mwili wangu. Sinywi pombe ya aina yoyote ndani ya mwili wangu. Yani nikikumbuka kile kifo cha Mutesa, kileo ndio kilichosababisha Mutesa sisi tumpoteze, kwa sababu siku zote alikuwa anaendeshwa na dereva wake. Siku ile kama mitungi akamwambia bwana kaa pembeni niendeshe mimi. Matokeo yake ya kufunga mkanda ndio ile pale. Kwa kweli kifo cha Mutesa kiliniuma sana. Ndio maana hata Bobani nikimuona hivi, yani mwili huo unasisimuka, maana yake najua Mutesa. Bobani hata kambini alikuwa anapenda sana kulala peke yake, lakini Mutesa akasema mimi nitakuwa nalala naye chumba kimoja. Na kweli alikuwa ndo swaiba yake wa karibu, ndio maana hata kwenye kusafiri kwenda Kongo kule aliondoka naye akarudi Bobani. Yani nikikumbuka hicho kitu mwili wangu tena hautopata kileo. Bana, huyo ni mzee wa Suma New Plan B au vipi bwana, wanamuita Simba Ulaya, mzee wa pasi milioni. Tumepata vitu vingi sana kutoka kwake. Shukrani sana, sisi bwana tunakushukuru sana kwa ushirikiano ambao umetupa na kila laheri kuelekea katika dabi bwana. Haina neno. Simba sio kuku na Simba nyatiwi. Wale jamaa zetu wataramba upepo na patarokota penyewe kunyavu.